Karibu tena mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi na hapa nakuletea story ambayo inazungumzia ni kwa jinsi gani miji ya nchi ya Ukraine iliyoathirika zaidi katika vita vya Urusi pamoja na Ukraine. Sasa karibu tuungane pamoja. Tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine mnamo Februari 24 mwaka 2022, maeneo mbalimbali ya nchi hiyo yameharibiwa vibaya kutokana na mashambulizi ya mabomu, makombora na mapigano ya ardhini. Watu zaidi ya milioni 10 wamelazimika kukimbia makazi yao na mamia ya maelfu wamepoteza maisha na kujeruhiwa. Lakini baadhi ya miji imebeba mzigo mkubwa zaidi wa vita hivi. Leo hii tunakupeleka katika miji mitano ya Ukraine iliyoharibiwa vibaya zaidi na vita vya Urusi pamoja na Ukraine. Mji wa kwanza ni mji wa Mariupol. Mariupol ulikuwa ni mji wa kimkakati kusini mwa Ukraine wenye wakazi zaidi ya nusu milioni, na jiji hili liko kwenye pwani ya bahari ya Azov na kitovu cha biashara, bandari pamoja na viwanda, hasa kiwanda kikubwa cha chuma cha Azovstal. Lakini kuanzia Machi 2022, Mariupol iligonga vichwa vya habari duniani baada ya kuzingirwa na wanajeshi wa Urusi kwa zaidi ya siku 80. Mji huo ulivamiwa kila upande, angani, ardhini na kwa mabomu ya masafa marefu. Urusi ilitumia mbinu ya kusambaratisha kabisa mji huu ili kuudhibiti. Maelfu ya raia walikufa na zaidi ya 90% ya majengo ya mji huu yaliharibiwa vibaya sana. Shule, hospitali, makanisa na makazi ya watu. Matukio ambayo yalitikisa dunia katika shambulizi kwenye mji wa Mariupol ni tukio la shambulizi kwenye hospitali ya uzazi Machi 9, 2022, ambapo watu wengi sana walipoteza maisha. Wagonjwa ambao walikuwa wakipata matibabu pia walipoteza maisha, lakini majeruhi walikuwa ni wengi kiasi cha kwamba dunia ilikuwa kwenye hofu kubwa kuhusiana na halaiki ya mauaji ambayo ilifanyika katika mji wa Mariupol kwenye hospitali ya uzazi. Hatima yake Urusi ilifanikiwa kuudhibiti, lakini Mariupol kwa sasa jiji hili lilosalia kwa magofu na kumbukizi za maangamizi. Kwa hiyo hata kwenye picha mbalimbali ambazo zimekuwa zikionyesha mji wa Mariupol kwa sasa hivi umebakia kuwa magofu kwa sababu ya mashambulizi ambayo yamepelekea athari kubwa za majengo kuweza kuharibiwa vibaya, lakini mamilioni ya watu wakikimbia makazi kutokana na vita ambavyo vinaendelea katika nchi ya Ukraine. Mji wa pili unaitwa Bakhmut. Bakhmut ni mji mdogo uliopo mashariki mwa Ukraine, mkoa wa Donetsk. Kabla ya vita ulikuwa na wakazi wasiopungua 70,000, lakini mapigano yaliyofikia hapa ni aina nyingine kabisa, yalichukua zaidi ya miezi 10. Wanajeshi wa Ukraine walipambana na vikosi vya Urusi pamoja na wapiganaji wa kundi la Wagner, na kwa kila mita ya ardhi, kila jengo liligeuka kuwa boma, kila mtaa ukawa uwanja wa vita. Ambapo mwaka 2023 Bakhmut ulitajwa kama mahali pabaya zaidi kuwa duniani kutokana na mapigano makali. Urusi hatimaye ilisema imeudhibiti, lakini kwa gharama kubwa. Zaidi ya wanajeshi 20,000 wa Urusi waliripotiwa kufa kwa mapigano ya mtaa kwa mtaa. Leo hii Bakhmut ni jiji lililofutika kabisa. Hakuna umeme, hakuna maji, hakuna watu, ni ardhi ya magofu na mabomu yaliyotegwa. Licha ya kuwa Bakhmut ni mji mdogo ambao uko katika mkoa wa Donetsk. Sasa kabla ya vita kulikuwa kuna watu wasiopungua 70,000, lakini baadaye kufuatia mashambulizi makali baada ya wanajeshi wa Urusi kuweza kuvamia mji huo, ambapo nao pia zaidi ya wanajeshi 20,000 waliripotiwa kufariki dunia kutokana na vita vilivyoendelea katika mji huo, na ikapelekea baadaye kabisa mji huo kutangazwa kama ni mahali pabaya zaidi, maeneo ambayo vita vinapiganwa katika nchi ya Ukraine, hadi baadaye kupelekea kuwa huduma kukosekana kabisa, umeme kukatika, lakini vile vile maji kukosekana, hata watu kuweza kuyakimbia makazi yao na wengine kuweza kufariki dunia. Mji wa tatu unaitwa mji wa Severodonetsk. Severodonetsk ni mji wa kawaida uliopo kaskazini mashariki mwa Luhansk. Kabla ya vita ulikuwa na zaidi ya wakazi 100,000. Mnamo Mei hadi Juni 2022, mji huu ulishuhudia vita vikubwa vya kuvuka mto, ambapo Urusi ilijaribu kuvuka mto Donetsk kwa mabomu na vikosi vya ardhini. Mapigano yalikuwa makali kiasi kwamba madaraja yote yalilipuliwa. Vikosi vya Ukraine vilijaribu kudhibiti kwa wiki nyingi, lakini baadaye walilazimika kuondoka ili kuepusha kuzingirwa.
Urusi iliteka mji huo, lakini mji wenyewe ulikuwa tayari umeharibiwa karibu kwa 80%. Severodonetsk sasa ni mji wa viwanda uliokufa. Hakuna uzalishaji, hakuna watu, na hata vikosi vya Urusi viliripotiwa kuwa vinapata tabu kujenga upya. Sasa mji huu ni mji ambao ulikuwa umetenganishwa na mto Donetsk, ambao mto huo ulikuwa ni mto ambao ulikuwa unagawanya vikosi vya Urusi na vikosi vya Ukraine. Upande wa kaskazini kulikuwa kuna vikosi vya Urusi, lakini upande wa kusini kulikuwa kuna vikosi vya Ukraine, ambapo walikuwa wanapambana kwa kuweza kurushiana silaha za hapa na pale hadi kupelekea baadhi ya madaraja kuweza kuvunjwa kabisa kutokana na vita ambavyo vilikuwa vinarindima katika mji huu, ambapo kufikia mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 6 mwaka 2022 mji huu ulishuhudia vita vikubwa vya kuvuka mto, ambapo watu wengi waliweza kuuawa, lakini vile vile mji huu ulikuwa tayari umeshaharibiwa kwa zaidi ya 80%, kipindi ambacho wanajeshi wa Ukraine walipoamua kuweza kukimbia mji huu na kuachia wanajeshi wa Urusi kwa kuhofia kuzingirwa katika eneo hilo. Lakini mji wa 4 ni mji wa Kharkiv. Kharkiv ni mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine baada ya Kiev, na ulikuwa na zaidi ya watu 1,400,000. Tangu siku ya kwanza ya uvamizi Februari 24 mwaka 2022, Kharkiv ilishambuliwa vikali. Majengo ya serikali, maktaba kuu, hospitali, shule na hata maeneo ya kihistoria yalishambuliwa. Siku ya pili ya vita, makombora ya Urusi yalilenga kituo cha manispaa ya jiji hilo. Tukio hilo lililotazama moja kwa moja kwenye runinga nyingi duniani. Lakini tofauti na miji mingine, Kharkiv haikusalimu amri. Vikosi vya Ukraine vilipambana kwa nguvu na kufanikiwa kusukuma nyuma majeshi ya Urusi kutoka maeneo ya nje ya mji. Leo hii Kharkiv bado ipo, lakini imechoka. Maporomoko ya majengo yapo kila upande, lakini moyo wa watu wake bado unasimama imara. Huu ni moja kati ya mji ambao hadi sasa wananchi wake bado wanaendelea kusalia katika eneo hili, na licha ya kuwa na mashambulizi ambayo yamekuwa kiandama mara kwa mara, hata droni za juzi zaidi ya droni 355 kuweza kurindima katika mji wa Kharkiv, bado watu wameendelea kuwa na subira ya kuona kwamba ni eneo muhimu ambalo linawapasa wao kuweza kuishi, kwa sababu ni eneo ambalo watu wengi sana walikimbilia kipindi ambacho vita vilikuwa vimeanza, lakini mwisho wa siku watu wanaamua kusalia katika maeneo hayo wakikubaliana na kila aina ya mazingira ambayo yanaweza kutokea katika vita vya Ukraine. Na mji huu kwa sasa hivi bado kuna huduma muhimu zinaendelea kupatikana, kwamba hospitali pia ipo, lakini vile vile maeneo mbalimbali ambayo yanatoa huduma kama za umeme, maji bado yameendelea kusalia katika miji hii, japo kumekuwa kuna uharibifu wa mara kwa mara kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanyika kupitia jeshi la Urusi. Lakini inaonekana pia imechoka kutokana na maporomoko ya majengo yapo kila upande, lakini vile vile moyo watu wake bado unazidi kusimama imara kwa kujipa moyo kwamba huenda siku moja vita hivi vitakwenda kuisha kabisa na hali itabaki kuwa ya utulivu kwa hali ya juu kabisa. Mji wa 5 ni mji wa Bucha na Irpin. Irpin na Bucha ni miji midogo iliyoko karibu na Kiev. Miji ya watu wa kipato cha kati yenye nyumba nzuri na mazingira ya amani. Lakini mwanzoni mwa vita miji hii ilivamiwa haraka na vikosi vya Urusi walipokuwa wakijaribu kuizingira Kiev. Raia wengi walishindwa kukimbia, wengine wakajificha kwenye basement kwa wiki nzima. Baada ya vikosi vya Ukraine kuirejesha Bucha, dunia ilishtuka. Miili ya raia waliouawa kwa kupigwa risasi ilikutwa barabarani, baadhi wakiwa wamefungwa mikono, wengine wanawake wakiwa wamelawitiwa kabla ya kuuawa. Tukio hili liliibua hisia kubwa kimataifa, na mataifa mengi yakalaani uhalifu wa kivita uliofanywa na wanajeshi wa Urusi. Hadi leo Bucha ni alama ya mateso ya raia katika vita hivi. Majumba yamejengwa upya, lakini majeraha ya kisaikolojia bado ni makubwa. Baada ya vita hivi kuweza kuanza, kwamba wanajeshi wa Urusi baada ya kuweza kuvamia katika miji hii midogo Bucha na Irpin, waliweza kufanya uhalifu wa kivita, kuweza kufanya ulawiti kwa wanawake ambao baadaye miili yao ilikutwa imefungwa na kulazwa barabarani baada ya kuweza kufariki dunia, na ilipelekea kuleta hitilafu kubwa sana kwenye saikolojia za watu, lakini vile vile bado dunia ikalaani vikali tukio ambalo liliweza kufanywa na wanajeshi wa Urusi, kwa sababu
Ndiyo vita vinapigana, lakini kuna matendo ambayo yalifanyika ambayo yalipelekea ni kuvunja utu wa raia wa nchi ya Ukraine katika miji hii. Na miji hii mitano ni sehemu tu ya historia maumivu ya vita vya Ukraine, na zaidi ya miji 100 imeathiriwa, lakini Mariupol, Bakhmut, Severodonetsk, Kharkiv, Bucha na Irpin zimebeba alama ya athari mbaya zaidi ya vita hivi. Na ni ukumbusho wa gharama ya vita ambapo si tu kwa wanajeshi bali pia raia wasiokuwa na hatia, watoto na wazee wameathirika zaidi. Sasa nimekuletea miji hii michache, miji mitano iliyoathirika zaidi kufuatia mapigano kati ya Urusi pamoja na Ukraine, lakini kuna miji mingine ambayo pia inaathirika. Japokuwa mji wa Kiev ni mji mkuu, lakini mara kadhaa Ukraine imewekeza nguvu kwa ajili ya kuweza kupambana na makombora ambayo huenda yakawa yanarushwa katika nyakati mbalimbali kwenda katika mji huo. Sasa mtazamaji, tufuatilie zaidi kwa taarifa zijazo kwa kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Naitwa Victor Moshi.